Turudi kwenye Waebrania sasa. Sura ya 6. Si ndio watu wa Mungu turudi pale. Hichi kitabu cha Waebrania ambacho tumekisoma, moja kati ya malengo muhimu sana ya kwa nini kimeandikwa ni kwamba mwandishi alikiandika kwa lengo tu la kuwatia moyo waamini wa Kiebrania ambao walikuwa wameokoka, wametoka kwenye dini ya Kiyahudi, sasa wameingia kwenye wokovu, na kwa bahati mbaya, kwa sababu ya changamoto wanazokutana nazo katika maisha ya wokovu, wengi wakawa wanatamani kurudi nyuma na kuiacha njia ya wokovu. Kwa utaona walikuwa ni watu ambao wamechoka, watu ambao ni kama wameanza kupoteza tumaini na hawana tumaini. Ukielewa huo uhalisia, ndio baadhi ya maandiko au mistari maarufu ambao tunaipenda kuquote katika kitabu cha Waebrania ndio utaona ikianza ku make sense. Kwa mfano, ile Waebrania sura ya 2 mstari ule wa 3 inaosema tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii, ni matokeo ya uchovu ambao hawa waamini walikuwa nao kiasi kwamba wakaacha hata kujali mambo ya wokovu. Kwa mwandishi wa Waebrania anawaambia msichoke, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii. Walichoka sana kiasi ambacho hata wakaanza kupuuza habari ya ukuaji na ukomavu wao wa kiroho. Kwa utaona sasa kwenye Waebrania sura ile ya 5 kuanzia mstari wa 11 ukasoma na mstari wa 12 pale, mwandishi wa Waebrania anawaambia ninataka kufundisha na kuzungumza kwa habari ya Melkizedek na namna ambavyo ukuhani wake unafanana na ukuhani wa Yesu Kristo, lakini ni ngumu sana kuyaelezea mambo haya kwenu kwa sababu mmekuwa wavivu wa kusikia. Anasema iliwapasa kwa muda mliokaa katika wokovu, iliwapasa muwe walimu wa wengine. Lakini ajabu ni kwamba ninyi mnahitaji kufundishwa na wengine, tena kufundishwa mambo ya kwanza kabisa katika wokovu. Kwa alikuwa anawaambia watu ambao wamechoka kiasi ambacho wanapuuza hata wajibu wa kukua na kuongezeka kiroho ndani ya wokovu. Mfano mwingine, ukienda Waebrania sura ya 10 mstari wa 24 na 25, utaona akiwaambia kwamba tusiache kukusanyika, tusiige desturi ya watu wengine. Ili andiko linamaanisha hivyo. Anasema tusiache kukusanyika kama desturi ya watu wengine. Sasa hiyo kama desturi ya watu wengine sio kama desturi ya watu wengine wanavyokusanyika. Ni kwamba tusiache kukusanyika kama ambavyo wengine wanapuuza makusanyiko. Nyie msipuuze makusanyiko. Anasema mzidi kuonyana mnapoona ile siku inafanyaje, inakaribia. Anaongea na watu ambao nguvu katika wokovu imekwisha, ile shauku yao ya kwanza imekwisha kiasi kwamba hawaoni hata umuhimu wa makusanyiko ya kiibada. Yeye anawaimarisha na kuwatia moyo. Na mwisho kabisa ndio hii sasa sura ya 6 ambayo tumeisoma sasa hivi hapa. Katika sura ya 6 anajaribu kuwainua na kuwatia moyo wa Waebrania kwamba kwa sababu ya mateso wasiache ile bidii katika kutenda mema na kutendeana mema wao kwa wao. Ndio kitu ambacho anaanza kuwafundisha na kuwaambia. Na kwa sababu hiyo sasa katika huo msingi wa hayo maandiko, mimi kwa neema ya Mungu nitafundisha somo ambalo nimeliita Agano la Baraka. Agano la Baraka. Na kwa kweli mimi huwa ninafuatilia ibada zote za hapa. Kwa kweli hakunaga ibada inanipita. Sijui siku hiyo iweje. Kwa nafahamu hata theme ambayo tuko nayo kwa mwezi wa 10. Na mimi kule ibada Kimara huwa tunamaliza saa 5 kamili asubuhi. Kwa nikiwa njiani narudi nyumbani, tunaweka live pale mimi na mke wangu, tunamsikiliza baba mpaka tunafika. Ijumaa tunahakikisha tunasikiliza kwa sababu sisi tuna ibada Alhamisi. Kwa nafahamu kinachoendelea hapa. Naelewa vizuri. Yaani sio mgeni kama mnavyonifikiria. Sio mgeni. Baba anasemaga nitaliongea baadaye nikilikumbuka vizuri. Sasa sijui mnitetea, akianza baadaye kunifokea kwamba namuigiza sana, mwe mnanitetea pia ili mambo yao yamepesi kwa upande wangu. Sasa katika Waebrania sura ya 6 tumeona kwamba mwandishi wa Waebrania anawaita waamini wasipoteze bidii katika kule kuwahudumia watakatifu wengine. Nitaomba nikurudishe pale kidogo. Sasa aina yangu ya ufundishaji nitakuwa nakurudisha kwenye maandiko alafu tunazungumza. Kwa hiyo nivumilie hapo. Nitaomba nikurudishe kwenye sura ya 6 mstari wa 10 na 12 pale. Sura ya 6 mstari wa 10 na 12 anasema, maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu kwa pendo lile mlilolidhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmewahudumia watakatifu na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Mstari unaofuatia,
Anasema nasi tunataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Kwa mnachokifanya sasa hivi hakipaswi kuishia hapa, kinapaswa kwenda mpaka mwisho. Kwa lugha nyingine ni kwamba habari ya wema kwa muamini haipaswi kuhusiana na frequency, anafanya wema mara ngapi. No, inahusiana na duration, atakuwa mwema hata lini. Ndio kitu ambacho anazungumza hapa. Anasema kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Hata mwisho. Ni mpaka lini utadumu katika hiyo hali? Hata mwisho anazungumza. Mstari unaofuatia anasema ili msiwe wavivu, bali mkawe kama hao wazirithio ahadi kwa imani na kwa uvumilivu. Kwa utaona sasa hapa nimekuambia kwanza anawaita katika kuhudumiana wao kwa wao, kwa sababu Mungu si dhalimu asahau huduma yoyote ambayo mmoja anamfanyia mwingine. Kwa kweli huyo unayemfanyia huo wema anaweza akasahau na asikumbuke ulichokifanya. Na kwamba yeye hata kumbuka ulichokifanya haimaanishi na Mungu wa mbinguni hata kumbuka. Mungu huwa anaweka kumbukumbu ya kila jambo jema ambalo tunalifanya kwa unyofu wa mioyo na kwa nia njema. Kwa anawaita hao waamini wawe na uendelevu katika kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwa anabariki kila jambo linalofanywa kwa wengine. Huwa anabariki, anatubariki sisi tunaowafanyia wengine. Jambo la pili, anawaita wadumu katika bidii yao ya kwanza. Hawapaswi kuipoteza ile bidii yao ya kwanza. Kila mmoja wetu hapa alianza na aina fulani ya bidii kwenye wokovu na mambo yote ya kiroho. Kwa bahati mbaya wengi wetu kadiri siku zinavyozidi kwenda ndio ile bidii wake inapotea. Lakini mwandishi wa Ibrania anawaita hawa jamaa na sisi pia kuimaintain ile bidii ya kwanza ambayo tulikuwa nayo mwanzoni kabisa mwa kuyajua haya mambo. Tukapenda kuwatendea wengine mema bila kulazimishwa. Anataka ile bidii iwe maintained kwa namna hiyo hata mwisho. Na mwisho wa siku kabisa, jambo la tatu, anawaita kujifunza kwa watu ambao waliwahi kupata neema ya kuwatendea wengine mema, na kwa sababu hiyo Mungu akawabariki hawa watu. Kwa hiyo anafunua siri ya namna ambavyo watu wale waliotenda mema kabla yao na wakapokea baraka, siri ya namna walivyobarikiwa, funguo za baraka zao. Kwanza anasema ni imani. Walibarikiwa kwa sababu ya imani. Na pili anautaja uvumilivu. Nikurudishe pale nyuma kwenye yale maandiko. Mstari wa 12. Tuanzia hapa. Ili msiwe wavivu bali mkawe kama hao wazirithio ahadi. Wanazirithi ahadi kwa njia gani? Kwanza kwa imani, pili ni kwa nini? Ni kwa uvumilivu. Kwa anawaita kwamba tendeaneni mema. Kuna watu walitangulia wanajua nini Mungu hufanya na mikono inayotenda mema kwa wengine. Na watu hao walizirithi baraka za Mungu kwa sababu ya imani na uvumilivu waliokuwa nao. Nitarudi hapa kwenye imani na uvumilivu. Nikupeleke mbele kidogo tuweke msingi fulani mzuri. Sasa katika kuelezea huo mfano wa aina ya watu ambao imani na uvumilivu iliwaletea matokeo, ndio anatutajia mtu mmoja anaitwa Abraham. Twende mstari wa 13, mtu wa Mungu, mstari wa 13 mpaka wa 15. Asante. Anamtaja Abraham kama mfano wa watu hao. Kwa anasema kwa maana Mungu alipompa Abraham ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa au wa kumwapia, aliapa kwa nafsi yake. Twende mstari unaofuatia, akisema hakika yangu kubariki nitakubariki na kuongeza nitakuongeza. Mstari unaofuatia, na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. Ndio namna ambavyo baraka zote na ahadi zote ambazo Mungu alimwahidi Abraham, ndio namna Abraham alivyozipata, kwa imani na kwa uvumilivu. Ndio kodi inayofunguliwa hapa. Kwa imani na kwa uvumilivu. Wala hakuna mazingaombwe hapo. Imani na uvumilivu. Mambo hayo mawili ni ya msingi sana. Kwa katika kusoma haya maandiko vizuri, utagundua kwamba ni kama mwandishi wa Ibrania anataja wajibu ambao waamini tunapaswa kuwa nao kwa habari ya baraka za Mungu. Kwamba ziko baraka za Mungu, sawa, ziko pale, lakini namna ya sisi kuzichota zile baraka za Mungu ni kujitahidi kwamba lolote tunalolifanya tulifanye kwa imani, huku tukivumilia. Uvumilivu ni sawa na neno ustahimilivu, ni sawa na neno saburi au subira.
Kwa lugha nyingine ni uwezo wa kubaki katika mstari pasipo kujali ni mambo mangapi yanakutoa kwenye mstari. Paulo anazungumza mahali pengine, anasema tena msichoke kutenda mema. Yanaweza yakawepo mambo mengi ya kukuchosha katika kutenda mema, lakini ushauri wa mtume Paulo, kwa sababu anafahamu nini ustahimilivu, nini saburi inafanya kwa mtu, anasema msichoke kutenda mema. Kwa anataja vitu viwili, imani na uvumilivu. Nivizungumzie kidogo alafu mbele nitavizungumzia pia. Wakati imani, kwa mujibu wa Waebrania 11, nisaidie mtu wa Mungu, Waebrania 11. Kwa mujibu wa Waebrania 11, utaona anaifafanua imani. 11 Waebrania anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni kusadiki mambo yasiyoonekana. Anaitafsiri imani kama uhakika wa mambo yajayo. Tafsiri yake ni hii hapa: ninatarajia jambo fulani kule mbele. Uthibitisho kwamba ninalo lile jambo sio kuwa nimelishika lile jambo mkononi leo, ni imani nilionayo leo juu ya lile jambo. Kwa namna hiyo imani inanipa uhakika kwamba kile unachokitarajia ni halisi, ni cha kweli, ni cha kwako. Huwa mimi nashangaa sana mahakamani huko, unakuta hakimu anaweza akatoa hukumu kwa kesi ambayo wala hakuwepo kwenye eneo la tukio. Anasikiliza ushahidi, huyu kaongea hivi, huyu kaongea hivi. Ule ushahidi unakuwa halisi sana kwake kiasi kwamba anaweza akasema aliyekosea ni huyu na anakula miaka kadhaa. Anaita imani ni ushahidi ama uhakika wa mambo yajayo. Tafsiri yake ni kwamba sina haja ya kuwepo eneo la tukio ili nitoe hukumu. Kwa huu ushahidi unaweza kuniambia kwamba aliyekosea ni fulani. Ndio imani inachokifanya. Kwa wakati imani inakupa uhakika na mambo yajayo na yale unayotarajia, saburi inakukita kwenye position ambayo yale mambo yanapokuja hayatakukosa mahali pa nafasi, yatakukuta mahali pa nafasi. Kwa sababu kuna kitu unakiamini, hautauchukua kila uelekeo, hautaisikiliza kila sauti, hautaenda kwenye kila njia. Saburi itakutuliza mahali pa nafasi. Yakobo sura ya 1 mstari wa 2, mtu wa Mungu, imekuja hapa haraka tuisome. Yakobo 1:2 haraka. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkianguka katika majaribu mbalimbali. Tuendelee. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta nini? Saburi. Twende. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Sasa angalia hii series, anasema furahini wakati mnajaribiwa, imani zenu zinapojaribiwa. Na unajua hauwezi ukafurahia wakati wa majaribu kama haujui hayo majaribu yanafanya nini na wewe. Ni mpaka ujue hayo majaribu mwisho wa siku yanafanya nini na mimi. Waebrania 12 inamzungumzia Yesu kwamba aliona msalaba, halafu akastahimili adhabu ya msalaba kwa sababu ya furaha iliyokuwa mbele yake. Kwa anapoiangalia furaha ya mbele ya mateso, anaweza kustahimili mateso ya leo kwa sababu ya ile end product ya yale mateso. Kwa anazungumza hapa, anasema kujaribiwa kwa imani zetu huleta nini? Saburi. Na unajua saburi ni sifa ambayo hakuna mchakato mwingine wowote unaweza kuitengeneza ndani ya muamini isipokuwa mchakato wa kujaribiwa. Hakuna maombi yaletayo saburi, hayapo. Saburi ni matokeo ya imani kujaribiwa. Mtu anapoweza kustahimili katikati ya yale majaribu, kinachozaliwa ndani yake ni saburi. Sasa angalia kazi ya saburi pale, anasema saburi na iwe na kazi kamilifu, ikiwakamilisha na kuwatimiliza katika mambo yote. Sasa neno ukamilifu au kamilifu, hasa katika matumizi ya Agano Jipya, mara nyingi linaelezea maturity, ukomavu. Kwa hiyo ni hivi, imani inapojaribiwa inazaa saburi. Ile saburi ni sign, ni alama ya maturity yangu. Nimekomaa kiasi gani? Tunaangalia saburi. Na ndio maana maandiko yanatupa kodi ya muhimu sana. Ili Abraham azirithi baraka na ahadi zote za Mungu, wajibu wake ulikuwa ni kuamini na kuvumilia. Kuamini na wakati wowote ambao Abraham alitoka kwenye mstari, alikizaa kitu ambacho kilikuwa kidonda kwa muda mrefu sana kwenye maisha yake. Mungu anamwambia msubirie Isaac, anamtafuta kwa njia zake Ishmael anakuja kuwa kidonda cha kudumu kwenye maisha yake. Sababu mpango wa Mungu
ni kwamba usubiri wakati wake. Imani, uvumilivu ndio wajibu wetu kwa habari ya zile baraka ambazo Mungu anazitarajia kwa ajili yetu. Sasa wajibu wa Mungu ni upi hasa? Kama mimi natakiwa nipokee hizo baraka kwa imani na kwa uvumilivu, Mungu huwa anatoaje hizo baraka? Mungu huwa anatoaje hizo ahadi? Twende pale, turudi pale kwenye Waebrania, mtu wa Mungu. Asante, uko vizuri sana. 6:13. Tuanzie pale. Anasema kwa maana Mungu alipompa Abraham ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake, akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki na kukuongeza nitakuongeza. Mstari unaofuatia, na hivyo kwa kuvumilia Abraham akaipata ile ahadi. Mstari unaofuatia, maana wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao, na kwao mwisho wa mashindano au bishani wowote ule huwa ni nini? Ni kiapo. Kwa njia ya kuyathibitisha yale mambo yote wanayobishania na kupata ukweli, huwa wanafanyaje? Wanaapa. Mstari wa mwisho kabisa, mtu wa Mungu. Twende mstari unaofuatia. Twende wa 18 pale. Ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara. Nitamalizia hicho kipande kinachofuatia. So, tumeangalia kwamba wajibu wa muamini kwa habari ya baraka za Mungu ni kuamini na kuvumilia. Wajibu alionao Mungu kwa habari ya baraka na ahadi ambazo anatuahidi nazo ni kuzithibitisha kwa njia ya kiapo. Ndio wajibu wa Mungu. Na nitakwambia ni kwa nini Mungu huwa haishii tu kuahidi, ila anaithibitisha ahadi kwa njia ya kiapo, hata kutengeneza kile kinachoitwa agano la baraka. Nitakwambia ni kwa nini. Kwa yeye, ili kukudhihirishia kwamba hizi baraka, hizi ahadi nilizonazo ni za kweli sana, huwa anaenda juu zaidi. Haishii tu kuahidi, anaenda juu zaidi, hata anajiapiza yeye mwenyewe kwamba hiki nilichokuahidi ni lazima nitakitimiliza. Anajiapiza yeye mwenyewe. Hebu nikuonyeshe mambo machache kuhusiana na ahadi. Ahadi ni nini? Na tutaangalia pia kiapo ni nini. Namna ambavyo vitu hivi viwili vinatofautiana, tunaweza kujua uzito wa haya maandiko ambayo mwandishi wa Waebrania anazungumza kwa habari ya namna ambavyo Mungu alimbariki Abraham. Tungeweza kusema kwamba ahadi ni tamko la kujitolea kufanya au kutokufanya jambo fulani kwa hiari yako. Unasema, unajitolea kwamba nitafanya au hili sitalifanya. Hiyo ni ahadi. Katika maneno rahisi kabisa tungesema hivyo. Na ni kauli ambayo mara nyingi sana huwa inategemea uaminifu binafsi wa anayeahidi. Ahadi huwa inategemea uaminifu binafsi wa anayeahidi. Kwa hiyo kutimizwa kwa ahadi ama kuto kutimizwa kwa ahadi ni issue ya uaminifu wa mtu anayeahidi kwanza. Hiyo ni ahadi. Katika namna rahisi kabisa tungesema hivi. Tukizungumzia kwa sehemu ndogo tu habari ya kiapo, utaona sasa kiapo sio tu maneno ya utayari ambayo anayoongea mtu kwamba nitafanya au sitafanya. Inapokuwa kiapo, haishi kwa mtu, anahusishwa Mungu pale ndani. Hicho ndio kinaitwa kiapo. Anahusishwa Mungu. Kwa maneno rahisi tungesema hivi, kiapo ni tamko rasmi linalotolewa mbele za Mungu au mbele za mamlaka fulani, likimhusisha Mungu kama shahidi wa ukweli na uaminifu wa msemaji. Narudia. Ni tamko linalotolewa mbele za Mungu likimhusisha Mungu kama shahidi wa ukweli na uaminifu wa msemaji. Kwa sasa hapa kwenye kiapo hatupimi uaminifu wa mtu kama alivyoahidi au kama alivyosema. Huyu mtu sasa ameamua aihusishe mamlaka iliyo ya juu kuliko yeye. Amhusishe Mungu kama shahidi wa kile ambacho anakizungumza. Kwa hiyo utagundua kwamba katika kiapo, yeyote ambaye anaenda kinyume na kiapo huwa hawi responsible kwa ile party nyingine anayofanya nayo kiapo. Huwa moja kwa moja anakuwa responsible kwa Mungu, sababu amemhusisha Mungu hapo ndani. Ndio tofauti iliyopo kati ya ahadi ya kawaida na kiapo. Ahadi ya kawaida nikishindwa kutimiza ni issue ya uaminifu wangu na moyo wangu. Kiapo nikishindwa kutimiza, kabla wewe hujareact, kwa sababu kiapo kinafungua mlango kwa Mungu kujihusisha katika makubaliano.
kabla wewe hujafanya chochote, natakiwa kuwa responsible kwanza kwa Mungu ambaye alihusika kama shahidi katika kile kiapo. Na ndio maana utaona sasa mfano wa viapo vingi na viapo maarufu. Utaona mfano viongozi wetu wa serikali wanapokuwa wanaapa, wanamtaja Mungu mule ndani. Ile inapaswa kutupa amani sana kwamba chochote wanachokifanya wakishindwa kukitimiza, wanakuwa responsible kwa Mungu pia. Mfano kwenye ndoa, nitakuwa mwaminifu kwako na nini, Mungu anisaidie. Mungu anisaidie, Mungu atusaidie, sawa. Unaposhindwa kutimiza hiyo, haui responsible kwa mke wako au mume wako. Unaanza kwanza kuwa responsible kwa Mungu, kwa sababu ni makubaliano ambayo yamemhusisha Mungu humo ndani. Na kikawaida kabisa na katika mtazamo wa kibiblia, ahadi huwa inatengeneza makubaliano tu ya kawaida kama makubaliano ya mkataba. Lakini kiapo kinapohusishwa mahali popote, huwa kinatengeneza kitu kinaitwa agano. Kwa kama Mungu anazungumza na Abraham na kumwambia kwamba ninajiapia mimi mwenyewe kwamba nitakubariki, manake Mungu analifanya agano la kumbariki Ibrahim. Hataki tu maneno yake yawe tupu, anatengeneza agano. Na kitu kingine kwa habari ya agano, huwa nakifurahia sana. Kwenye makubaliano ya kawaida haya ya kimkataba, tunabadilishana properties. Mimi ninakupa laptop, wewe unanipa fedha. Kwenye agano hatubadilishani properties. Tunabadilishana utu au positions. Mimi nakuwa mahali pako, wewe unakuwa mahali pangu. Kwa lugha nyingine ni kwamba mimi nakuwa wewe, wewe unakuwa mimi. Ndio maana sasa katika agano la ndoa anasema wale wawili sasa watakuwa mwili mmoja. Mwili mmoja. Kwa maana yake Mungu anapoapa kwamba atambariki Abraham, maana yake anajiweka mahali pa Abraham na kusema kwamba siwezi kujikiuka mimi mwenyewe. Nacho kizungumza, hicho ndicho ambacho nitakifanya, na si vinginevyo. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Tunaelewa vizuri, tunaflow vizuri Sawa. Sasa jambo la muhimu sana ni ule mstari wa 13. Nikurudishe pale mstari wa 13. Asante mtu wa Mungu. Kila nikisema mstari wa 13 nakuta tayari umeniwekea. Nakosa hata namna ya kukulaumu. Maana nayo la kukaa hapa mbele ni kulaumu kidogo watu. Sasa huyu ananifanya nikose sababu ya kumlaumu. Ni vizuri. Mstari wa 13 anasema hivi, tutasoma 13 na 14. Haya maandiko sasa hapa nitaomba tuyasome wote ili aanze kuleta maana. Haya 1 2 3 kwa maana Mungu alipompa Abraham ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake. Tulia kwanza. Kwa kumbe hatuapiapi ovyo tu. Tunaapa kwa mamlaka iliyo juu yetu. Mungu anapotaka kufanya jambo na akiangalia juu yake hamna mamlaka nyingine, anajiapia yeye mwenyewe. Anasema hakika ninajiapiza kwamba hili nitalifanya. Hili nitalifanya. Ndio maana unaona mstari wa 14, twende mtu wa Mungu mstari wa 14. Angalia anavyojiapiza, anasema hakika yangu. Umeona hiyo kitu? Yaani ni sawa na kwamba sio nisemaje? Hivi Mungu hawezi kusema haki ya Mungu eti? Sababu yeye ndio Mungu mwenyewe sasa. Wala hawezi kusema nitafanya Mungu anisaidie, hawezi. Kwa anatumia maneno anasema hakika yangu kubariki nitakubariki. Huu ni uhakika, yani ni hakika. Kubariki nitakubariki na kukuongeza nitakuongeza. Ndio Mungu anachozungumza. Nipeleke mstari wa 16 mtu wa Mungu kabla sijakulaumu haraka. Mstari wa 16. Maana wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao, na kwao mwisho wa mashindano yote ya maneno ni kiapo kwa kuyathibitisha. Na ndio sasa tutulie kwanza hapo. Nikupeleke mahali kwa nini Yesu aliwahi kukataza wanafunzi wake kuapa. Ni kwa sababu watu ilifikia point wamekosa hofu ya Mungu mpaka wakawa wanatumia kiapo kupitisha ajenda zao za uongo. Na kiapo hakikukusudiwa kutumika kwa ajili ya kutetea uongo. Manake mtu anapoapa amejicommit kwa kila namna kwamba hili ninalifanya. Yani kwa namna yoyote ile, kwa gharama zozote, hili ninalifanya. Kwa sasa watu wakati wa Yesu, Mafarisayo wale na watu wengine wa dini wakaanza kwenda mbali. Kwa sababu kwa sehemu fulani walikuwa pia wanaogopa kumtaja Mungu ovyo. Wengine wakaja wanaapa kwa dhahabu iliyopo hekaluni. Yani naapa kwa dhahabu ya hekaluni. Huo ndio ulikuwa ukweli. Yesu akisema jamani, sasa huku mnakoenda mnaharibu maana ya kiapo. Kuliko mtumie kiapo vibaya, ndio yenu iwe ndio
na hapana iwe hapana. Lakini msingi kabisa wa kiapo ulikuwa ni kwamba unaposema na kuapa, unaongea ukweli. Haudanganyi, unaongea ukweli. Kwa anasema hivi, kwa wanadamu mwisho wa mabishano ulikuwa ni kiapo. Kwa mnavutana, mnabishana, huyu mmoja akisema naongea haya mbele za Mungu na Mungu ni shahidi, wote mnakaa kimya, mnasema jamani, amesema kweli. Lakini sio sasa hivi. Sasa hivi mtu anaapa na anakupiga hapo hapo. Lakini sio wanadamu hapa, ni wa Yugoslavia. Ndio baba anasema. Ni watu wa huko Yugoslavia. Sawa, mstari wa 17 tumalizie pale. Mstari wa 17. Katika neno hilo Mungu akitaka kuonesha zaidi sana warithio ile ahadi, jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati, ili kuonesha nao waahidi kwamba hichi nachokiongea hakigeuki, hakibadiliki kwa namna yote. Anasema alitia kiapo katikati. Sasa nikupeleke mahali pengine, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 15. Hii sura ya 15 utaisoma sana. Ni sura ndefu kidogo. Tutasoma angalau mistari 18 pale kwa haraka. Sura ya 15 ya Mwanzo. Lakini hata kabla ya Mwanzo sura ya 15, tunafahamu Zaburi ya 138 mstari wa 2 kwamba ameikuza ahadi kuliko jina lake. Tunaifahamu. Hebu niwekee mara moja hiyo mtu wa Mungu. 138 Zaburi. Kabla tuenda kwenye Mwanzo. 138 Zaburi. Nitakulaumu umefika. Nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, si ndivyo? Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Kwa nini? Kwa sababu umeikuza ahadi yako na jina lako juu ya vyote. Tafsiri yake ni kwamba Mungu ameambatanisha yale anayoahidi na jina lake, kiasi kwamba kutoyatimiza ni kuharibu sifa ya jina lake. Ameyaweka karibu sana hivi. Manake anapokuambia nitafanya, anakuapia kwa jina lake kwamba kama mimi ni Mungu kweli, kama mimi ni mpaji kweli, kama mimi ni mwaminifu kweli, hili nalifanya. Kwa sasa wajibu wako ni nini? Imani, saburi. Ndio wajibu wako. Ila yeye ameshamaliza kila kitu. Kazi yako na wajibu wako ni imani na saburi. Tena kwenye ile Mwanzo 15. Ile nao ni nzuri ile. Kuna kitu Mungu anakifanya pale ni cha ajabu. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi. Tukae kwanza hapo. Baada ya mambo gani? Sura ya 14 ya Mwanzo tunafahamu kwamba Abraham alipata taarifa kuwa kijana wake, mtoto wa ndugu yake Lutu, ametekwa na wale wafalme ambao walivamia ule upande wa kule Sodoma na Gomora, wakawachukua mateka na vitu vingi sana wakaondoka navyo. Abraham akaenda akachukua vijana nyumbani kwake, wakaenda wakaokoa, akarudi anakutana na Melkizedek, alafu anakutana pia na mfalme wa Salem. Mfalme wa Salem anampa mbinu za kimwili za namna ya kutunza upaji ambao yeye amekusudia uwe ni upaji kwa ajili ya Mungu. Kwa yeye anaamua kuanza kumbariki Melkizedek kwa fungu la 10 na matoleo ya vitu vyote ambavyo amevipata. Na napenda haya maandiko, nisikimbie hapa kwa nini taratibu. Tunafahamu kwamba kilichomfanya Abraham atoe kimsingi ilikuwa ni response, mwitikio kwa yale ambayo kwanza ni Melkizedek alianza kuyafanya kwake. Kwa sababu Melkizedek alikuja akamwambia, abarikiwe Mungu aliyekupa ushindi. Mkononi mwake alikuwa kashika divai na mkate, akambariki navyo Abraham. Na tunafahamu namna ambavyo maandiko yanamzungumzia Melkizedek, ingawa waliotuponza tusielewe kwa undani sana ni Waebrania. Kwenye ile sura ya 5, mwandishi wa Waebrania anasema hivi, nina maneno mengi ya kuzungumza kwa habari ya Melkizedek, lakini kwa sababu ya uvivu wenu siwezi kuzungumza. Kwa mpaka leo hatuna taarifa za kina sana za Melkizedek kwa sababu ya uvivu wa wale Waebrania. Sasa unajua level ya maturity ya mtu inaweza ikaruhusu flow ya mafunuo ya Mungu kwa kiwango chochote kile. Katika sura ya 16 ya Yohana mstari wa 12, Yesu anawaambia wanafunzi wake, ninayo mengi ya kuwaambia lakini hamwezi kuyastahimili. Umeona hicho kitu? Ninayo mengi ya kusema na nyie, ila tatizo ni kwamba hamwezi kuyastahimili. Kwa hao jamaa nao wanatuponza kwa sababu Melkizedek hata hazungumziwi sana. Ni kwenye Mwanzo sura ya 14, ni kwenye Zaburi fulani na kidogo kwenye vile vitabu vya Waebrania, zile sura za Waebrania. Kwa tungetamani pengine hao jamaa wangekuwa wako vizuri, pengine mwandishi angetiririka atuambie Melkizedek kwa nini anafananishwa na Yesu Kristo. Kwa nini Melkizedek ni pengine hao jamaa wangekuwa wako vizuri, tungekuwa tuna mambo mengi leo kuhusu Melkizedek.
Lakini ndio hivyo sasa, wametuponza na ndio tuko hapa, tumebakia tuna yale kwamba yeye ni mfano wa Kristo, hana baba hana mama, hana mwanzo hana mwisho, ni kuhani wa milele, ni mfalme wa milele na kila kitu. Ndio hayo tunaishi nayo, na yanaturidhisha kwa kweli, tumeyafurahia, tumeyapokea na tunafurahia sana. Kwa sababu utaona moja ya engo ya namna ambavyo Melkizedeki anafanana na Yesu Kristo ni kwenye eneo la ufalme na ukuhani wake pale. Unajua katika sheria ya Kiyahudi wafalme walikuwa watokee kwenye kila kabila, na hata makuhani walikuwa watokee kwenye kila kabila. Kwa utaona makuhani wengi walikuwa wanatokea kwenye kabila ya Lawi, ukoo wa nani, wa Harun, wengi. Na wafalme angalau kwa Yuda na Benjamin kidogo angalau wanatokea. Lakini tuna mtu ambaye hatoki kwenye hizo kabila na ni kuhani. Jambo la pili, katika sheria ya taifa la Israeli, mtu mmoja alikuwa hawezi kuwa vitu viwili kwa wakati mmoja. Yaani mtu alikuwa hawezi kuwa mfalme na kuhani hapo hapo. Alikuwa anapaswa kuwa kimoja na sio kingine. Lakini tunamwona mwamba Melkizedeki ni mfalme na ni kuhani. Hii inatafsiri kwamba ufalme na ukuhani wake unaenda beyond the law. Sawa? Unaenda beyond Torah, ile sheria ya Kiyahudi. Kama ambavyo ufalme na ukuhani wa Yesu Kristo unaenda hakuhitaji atokee kwenye uzao wa Haruni ili awe kuhani wetu. Unaenda beyond hiyo sheria. Ndipo mahali ambapo Melkizedeki anafanana na Yesu Kristo kwa karibu sana, na maeneo mengine ambayo sitaweza kuyazungumzia. Sasa utaona baada ya Abraham kukutana na yule mfalme wa Sodoma pamoja na Melkizedeki, tunaona Melkizedeki anambariki na kumpa huo mkate na divai ambao tunafahamu kwenye Agano Jipya ni ishara ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaamini kwamba Abraham alipotoa alionyesha mwitikio wa namna tunavyopaswa kuitikia ufunuo wa Mungu kwa kumtoa Kristo kwa ajili yetu. Ndio sura ya 12 ya Warumi Paulo anazungumza, kwa sababu ya huruma zake Mungu itoeni miili yenu iwe dhabihu. Kwa kutoa na kujitoa kwetu ni mwitikio wa aina ya utoaji na baraka ambazo Mungu amekwisha fanya kwa ajili yetu. Ni mwitikio, tunatoa kama mwitikio. Sasa tunaona Abraham anakataa ile njia ya yule mfalme wa Sodoma, anachukua hii njia ya kumbariki Melkizedeki. Na pengine Abraham alikuwa na hofu kwamba isije kama nimepoteza kwa kukataa ile njia ya upaji wa kidunia. Pengine alikuwa na hofu wale jamaa ambao nimewafuata kule na kuwatandika na kuchukua mateka na zile nyara wasije wakanirudia. Pengine Abraham pia alikaa ndani katika chumba chake akasema, mbona mimi ni shujaa, nikienda kupambana huko nje na shinda, lakini mbona kuna mambo ndani yangu siwezi kuyatokezesha. Ni kama Naamani eti akitoka nje ni jemedari anapigana vita, akirudi ndani ana ukoma. Unaona hicho kitu? Abraham akitoka nje ni shujaa na jeshi la watu wanamfuata na hana mtoto hata mmoja. Kwa akirudi ndani ana huzuni. Sasa mstari wa kwanza sura ya 15 ndio Mungu anaanza kumfariji. Nirudishie pale ili tuweze kuelewa maana ya huo mstari wa kwanza. 15 mwanzo. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope. Kama unadhani wale wafalme uliowashinda watakurudia, na kuambia usiogope. Ndio Mungu anamjibu usiogope. Na mimi napenda hili neno usiogope. Kwa mara zote Mungu anaposema usiogope, anaonesha ni kiasi gani hajali tu mambo ya kiroho, anajali hata mental state ya watu wake. Ndio maana anasema usiogope. Na unajua nini? Mungu anaposema usiogope, huwa sio tu neno la kufariji, ni neno la kiufunuo. Tafsiri yake ni kwamba anakuwa ameenda mbele yako sana, ameweka mambo yote sawa, then anaposema usiogope anakupa taarifa kwamba mwanangu, njia imefunguka, ni wewe tu. Hasemi usiogope kama hajaenda kurekebisha mambo kule mbele. Anaenda mbele yako sana kwanza, akirudi anakupa taarifa kwamba sasa njia ni nyeupe, wewe usiogope. Usiogope. Kwa anamwambia Abraham usiogope. Alafu anasema mimi ni ngao yako na thawabu yako. Huenda unahofia kwamba nilipokataa ile ofa ya mfalme wa Sodoma nimepoteza sana. Anasema no, achana na ile, mimi ndio thawabu yako. Kwa anasema kwamba mimi ni ngao yako na thawabu yako itakuwa kubwa sana. Mstari unaofuatia, Abraham akasema, Bwana, utanipa nini? Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto. Simuona matatizo ambayo yalikuwa yanamsumbua Abraham, hofu. Pengine aliwaza ile ofa ile aliyoikosa ile. Alafu hapa anafunguka zaidi, anamwambia mimi hata sina mtoto. Kwa vita za nje anashindana kama shujaa.
Alafu kuna vita za ndani, anakaa kwenye kona analia. Analia. Nje anapiga watu. Piga watu, anatandika wafalme nje, anatandika wafalme. Akirudi ndani kuna kona yake ambayo imejaa harufu ya machozi. Kila siku anakaa pale, Mungu lini. Ila kutoka nje ile neema ya Mungu mimi ngoja nafundisha watu wa Mungu pale kanisani. Kwamba Mungu akikupa neema ya kukaa karibu na mtu mkuu, na kwa sababu ya huo ukaribu ukaona baadhi ya madhaifu alionayo, kwamba huyu waga anaogopa, mara nyingine waga analia, mara nyingine waga ana hofu. Mungu akikupa hiyo nafasi ya kuona madhaifu, sio kwa ajili ya wewe kwenda kutangaza kila kona. Ni ili we appreciate neema ya Mungu, kwamba hata watu wakuu huwa kuna mahali wanabananika, lakini neema ya Mungu ni kuu kuliko madhaifu yao. Kwa tunakuwaga wadhaifu sana. Mungu anapotuamini kuyajua mambo ya watu wakuu wanaotuongoza na kutusaidia, halafu sisi tunakosa maturity ya kuyahandle na kuyacontain yale mambo. Tunakuwaga wadhaifu sana na tunakuwaga wachanga sana kiroho kwa namna hiyo. Na Mungu hawezi akatuamini kwa mambo makubwa zaidi ya hayo. Hawezi akatuamini tena. Hii nadhani nisikae sana hapa. Naweza nikaacha kuhubiri tukaanza kulia wote kanisa zima. Mchungaji alia na washirika wote kuanzia mwanzo wa ibada mpaka mwisho. Twende mstari unaofuatia. Sawa. Abraham akasema, tazama ukunipa uzao na mtumwa aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Sawa, mstari unaofuatia. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali utakaye mzaa ndiye atakaye kurithi. Kumbuka huyu ni Mungu anaongea, na tulikubaliana kwamba kila analoongea ni kiapo. Anasema nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali utakaye mzaa ndiye atakayefanyaje? Atakaye kurithi. Mstari unaofuatia, mtu wa Mungu akamtoa nje. Mungu sasa akamtoa nje, akasema, tazama juu mbinguni, kisha uzihesabu nyota kama unaweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Mstari unaofuatia, akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Mstari unaofuatia, kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uimiliki. Si mnakumbuka anapokuambia usiogope, jitie nguvu, ni kwa sababu ameshatangulia mbele sana. Ametangulia mbele sana. Kwa anasema nilikupa nchi uimiliki kitambo kabisa. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uimiliki. Mstari unaofuatia, akasema, Bwana Mungu, nipataje kujua ya kwamba nitaimiliki? Tuishie kwanza hapo. Unajua it's very okay kabisa kumwambia Mungu, hiki ambacho neno lako linazungumza, ubinadamu wangu na akili yangu haviamini. It's very okay kabisa. Ni sawa. Tunamkumbuka yule jamaa mmoja ambaye alimwambia Yesu, mtoto wangu anaumwa na nini. Yesu akamwambia, amini tu, usiogope. Akasema, naamini. Tunaijuaga hiyo kumbe. Na sio kwamba siamini mkuu, mimi naamini, ila kuna kapati fulani ka kwangu humu ndani hakaaminiki haraka. Sasa haka wewe unisaidie mimi haka. Mimi siwezi mwenyewe. Sawa, kuna mambo naamini vizuri kabisa, lakini kuna mambo nikionaga hivi naonaga siamini. Kwa sema naamini ila nisaidie kutokuamini kwangu. So Mungu anamwambia Abraham kwamba nitakubariki na nitakupa uzao kama nyota na nini na nini. Alafu Abraham anamwambia, nitajuaje kama unasema kweli? Sababu siamini. Yaani nakujua tumetoka mbali. Mimi na wewe tumetoka mbali sana. Tangu uko Uru wa Wakaldayo, Harani, Kanani, mambo mengi yametokea hapo katikati. Lakini hapa nitajuaje kama wewe unichuzi hapa? Sasa angalia Mungu anachokifanya. Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo dume wa miaka 3 na hua na mwananjiwa. Manake na njiwa na mtoto wa njiwa. Twende mstari unaofuatia. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Twende mstari unaofuatia. Na tai walipotua juu ya mizoga, kazi ya Abraham ilikuwa ni kubaki pale mahali pa nafasi kuwafukuza tai. Ndio kazi yake. Anaichochea ile kitu ambayo Mungu anamfanyia. Kwa wewe tulia hapa, kazi yako ni kufukuza tai, tulia, kuna jambo unafanya. Wewe kazi yako ni kufukuza tai, sawa? Ukisikia sauti zinakuvuta huko na huko usiende. Wewe kazi yako ni kuchochea hii ahadi, sawa? Iatamie hii ahadi. Kwa kabaki kazi yake ni kufukuza wale tai. Tena msoma unafuatia. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abraham.
hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika haya maneno sijasoma yote watu wa Mungu. Some. Bwana akamwambia 1 2 3. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watawatumikia watu wale, nao watateswa kwa muda wa miaka 100. Hebu angalia, Abraham anaomba apewe mtoto ili Mungu kumthibitishia kwamba ahadi unayoiomba ni ya kweli kama nini. Anaenda mbele, anampa historia ya uzao wake. Yaani kwamba uzao wako sio jambo la kufikirika, tena historia yake naijua ni hii hapa. Sio jambo la kudhaniwa, sio kitu ambacho tu ni theory, ni uhalisia, na ndio maana historia yake ni hapa nakuletea miaka 400. Sasa kama uamini hata kwamba hichi kitu kina historia, sasa sijui ni nini unachotaka kuamini hapa. Mungu anampa hiyo historia. Tuendelee msana unafuatia hapa. Hata na taifa lile watakao watumikia nitawahukumu. Anaongea na mtu ambaye hana hata dalili ya kupata mtoto. Mungu anaenda mbele, anampa historia ya nini kitafanyika. Nitawahukumu, baadaye watatoka na mali nyingi. Msana unafuatia. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Twende msana unafuatia. Na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana uovu wa Waamori haujatimia bado. Sawa. Nilikwambia Abraham alikuwa wazi sana mbele za Mungu kumwambia, haya ulioniambia nimeyasikia, lakini nitajuaje kama haunidanganyi? Mara zote tunapokuwa tayari kuonesha how open we are mbele za Mungu, moja kati ya vitu Mungu huvifanya ni kutafuta lugha tunayoielewa sana, aizungumze ili hiyo lugha ituthibitishie kwamba anachokizungumza sio cha uongo. Mara zote. Kwa hiyo tumia vizuri hisia zako. Mungu hakukupa hisia kwa lengo lingine lolote. Alikupa hisia ili mahali inapouma umwambie hapa inauma. Umwambie. Ndio maana alikupa hisia. Sasa kama inauma na usemi, sasa inakuwa ni changamoto kidogo. Alikupa hisia ili zikusaidie wewe kumwambia Mungu, hapa nimeumizwa kweli kweli. Sijisikii kuinuka tena hapa. Inauma vibaya sana. Ili yeye atafute namna ya kukufariji. Kwa Abraham alipomwambia kwamba mimi siamini kama utafanyaje? Unajua Mungu alifanyaje? Alitumia namna au mfumo ambao watu wa wakati wa Abraham walikuwa wakifanya maagano na kuthibitishiana mambo mbalimbali. Akaitumia hiyo kwa sababu hiyo ndio lugha ambayo Abraham angeielewa sana. Akaitumia hiyo ili kumthibitishia Abraham kwamba ninachokuambia ni halisi na ni kweli. Kwa huu mfumo wa kuchukua wanyama na kuwachinja na kuwaweka mezani ulikuwa ndio mfumo ambao wakati wa Abraham watu wanapotaka kuuziana vitu ama kufanya makubaliano mbalimbali ya kimaagano walikuwa wanautumia huo mfumo. Sasa nikuonyeshe kitu kinatokea pale. Kwa Mungu anamwambia Abraham, nitafutie wanyama. Abraham anawatafuta wale wanyama. Mungu anampa maelekezo wapasue wale wanyama. Abraham anawapasua wale wanyama, alafu anamwambia walaze waelekeane. Kwa tunaamini huku kuna meza na huku kuna meza. Alafu hao wanyama waliouawa wamegeukia huku na wa huku wamegeukia huku. Isipokuwa ndege tu ndio wa kuwapasua. Kwa hao wanyama walikuwa wanafanyaje? Wanageukiana. Sasa katika wakati wa Abraham ili hilo agano lifanyike, ilibidi watu wawili wanaokubaliana kwa habari ya hilo agano, nitumia hapa patakuwa pazuri. Wanyama wengine wapo huku, wengine wapo huku. Ili wale ambao wanakubaliana kwa hilo agano wakubaliane na wathibitishe kwamba ni agano, ilibidi wapite katikati ya wale wanyama. Wazunguke katikati ya wale wanyama. Wapite katikati ya wale wanyama, wazunguke hivi, wazunguke wale wanyama waliokufa. Na maana ya hiyo ingekuwa nini? Maana ya hiyo ni kusema kwamba kama yeyote kati yetu hatatimiza tunachokubaliana, atendewe kama mmoja wa hao wanyama. Ndio ilikuwa maana yake. Yeyote ambaye hatatimiza na afanyiwe kama mmoja wa hawa wanyama. Nikurudishe pale kwenye sura ya 15. Twende mstari wa ngapi pale tusome vizuri, tuelewe mstari wa 17. Mstari wa 17, baada ya Abraham kupanga hao wanyama, nini kilitokea? Asema ikawa jua lilipokuchwa, likawa giza, tazama, tanuri ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Moshi na mwanga vikapita kati ya vile vipande. Muda huo Abraham hajapita. Ni ule moshi na mwanga vikafanyaje watu wa Mungu? Vikapita
na ule moshi na mwanga vilikuwa ni vitu vinavyoashiria uwepo wa Mungu. Kwa katikati ya wale wanyama Abraham hakupita. Mungu hakuruhusu Abraham apite. Ni yeye ndio alipita katikati ya wale wanyama. Yeye kwa njia ya ule moshi na ule mwanga ndio akapita. So to say, nisipofanya na nitendewe kama mmoja wa hao wanyama. Ndio ilikuwa maana yake. Nisipofanya nachokuahidi na nife. Sasa swali la msingi la kujiuliza ni kwamba je, Mungu anaweza kufa? Kama hawezi kufa, maana yake anachokiahidi ni cha kweli. Ndio anamthibitishia Abraham kwa namna hiyo. Anasema kama ambavyo siwezi kufa, kama ambavyo siwezi kuonja uharibifu, ahadi zangu haziwezi kuonja uharibifu. Kwa Abraham hakufungwa kwenye lile agano. Hakufungwa. Mungu alijifunga kwenye lile agano kwamba kwa hakika nitatimiza yote ninayokuahidi. Ni Mungu ndio alijifunga kwenye lile agano. Sasa tukirudi pale kwenye Waebrania sura ya 6 anazungumza vizuri kwamba alipoona hana mkuu wa kumwapia, akajiapiza yeye mwenyewe. Akaapa yeye mwenyewe akasema, kama ni kukubariki, hakika yangu nitakubariki. Kama ni kukuongeza, hakika yangu nitakuongeza. Kwa hii inaturudisha mahali pa nafasi pa kuelewa kwamba chochote tunachokitarajia kutoka kwa Mungu, lolote ambalo Mungu amekusudia kutupatia, ameliinua kutoka kuwa ahadi tupu mpaka kuwa kiapo. Kimsingi kuwa agano ambalo ni lazima atalitimiza. Ni lazima atalitimiza. Maanake Mungu haidigi kwa maneno matupu. Anaahidi kwa uthibitisho wa hali ya juu sana kwamba yote nayotaka kuyafanya kwenu nitayafanya. Kwa sasa turudi kwa mwandishi wa Waebrania. Baada ya kuwapa Waebrania hiyo demonstration, sasa ndio ile point kwamba Mungu si dhalimu inaanza ku make sense yet. Ndio inaanza ku make sense ile point kwamba msiache kutendeana mema jamani. Mungu si dhalimu hata sahau kazi zenu. Amejiapiza kuwabariki, amejiapiza kuwaongeza, amejiapiza kwamba vikombe vyenu vitafurika. Amejiapiza katika hilo. Wala hasemi uongo. Wanaweza tusaidie sana watu wa Mungu. Sasa, huu thibitisho, sehemu yangu ya mwisho namalizia hapa. Huu thibitisho wa namna Mungu anavyofanya agano la baraka na sisi, unatusaidiaje waamini kujua kwamba Mungu haahidi tu ila anaapa kunitendea? Inapaswa kunisaidiaje ama inanisaidiaje? Ndio utaona kwenye ule mstari wa 17 mpaka 20 wa Ibrania sura ya 6. Mtu wa Mungu turudi pale 17 mpaka 20. Anasema katika neno hilo Mungu akitaka kuwaonesha zaidi sana warithiwa ile ahadi jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati, ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo. Yani hawezi kusema uongo kwa habari ya kiapo anachokiapa na kwa habari ya ahadi yake. Kwa sema ili kwa kiapo na ahadi ama agano analolifanya, ili kwa uthibitisho kwamba yote ambayo anatuahidi ni ya kweli, sisi hapa tupate faraja iliyo imara. Kwa tunapopata uthibitisho kwamba Mungu aliyoyasema ni ya kweli na yatakuwa, hiyo inaifariji mioyo yetu, inatupa faraja. Juzi nilikuwa naongea na vijana pale kanisani, kwa tunazungumza hii kitu, na kijana mmoja akauliza swali, akasema, hivi mchungaji, tutajuaje kama hapa ni mpango wa Mungu mimi kusubiri ama ni roho za kucheleweshwa? Simona ni swali yenye mantiki eti? Ni swali yenye mantiki. Nitajuaje kama hapa ni mpango wa Mungu mimi kusubiri ama ni roho za kucheleweshwa? Ni maroho ya kucheleweshwa na kucheleweshana. Sasa tulijibu pale, Mungu akanipa hekima ya kuzungumza hiki ambacho nataka kushare na wewe. Ni rahisi sana kujua kama hapa ninasubirishwa kwa mpango wa Mungu ama ninacheleweshwa, kutoka kwenye namna ambavyo ina feel vipi huko kusubiri kwako. Maandiko yanaongea kwenye Isaya fulani, anasema wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu sana kwa mbawa, si ndivyo? Anasema wataruka sana, hata wakienda kwa miguu hawatazimia. Anasema vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya.
Kwa kungojea kokote ambako ni mpango wa Mungu huwa kunainua nguvu ya matarajio na sio kushusha na kudidimiza nguvu ya matarajio. Kwa ukianza kuona katika kungojea kwako unajiona duni, asiyefaa, kila mtu ni kama anakuangalia jicho fulani, yani kama ulimwengu wote umekugeukia kuangalia, ujue huko kungojea siko kungojea kuliko sahihi. Unangojea kitu ambacho haujakielewa vizuri, haujakifahamu vizuri. Kwa sababu inapaswa kuinua moyo kule kungojea. Nipatie Warumi sura ya 5. Thank you. Ile Isaya ipo hapo kwanza. Ile Isaya ipo hapo. Bali wao ngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watakimbia. Tuanzie 30 kwanza. Tuanzie 30 pale. 30 moja. Hii 40 30 Isaya. Tuanzie pale mtoto. 1 2 3 nakulaumu. Sasa hivi nakulaumu. Hii hapa ameleta. Hata vijana watazimia na kuchoka. Anachukua mfano wa vijana kama kielelezo cha nguvu, kielelezo cha spidi, kielelezo cha uwezo. Anasema hata hao watazimia na kuchoka, si ndivyo? Na wanaume vijana wanaweza kuanguka. Alafu tuende sasa kwetu. Bali wao wamngojeao Bwana, kule kumngojea Bwana kwa sababu kunaambatana na imani na saburi, kutawapa nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watakimbia wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Kwa unakuwa na nguvu katika kungojea kwako. Unakuwa na ujasiri katika kungojea kwako. Unakuwa una uhakika kwa yale unayoyatarajia. Yanakuinua na kukuhamasisha kwenda mbele zaidi kuliko kurudi nyuma. Ukiona hivyo ujue unasubiria mpango wa Mungu. Huo ni mpango wa Mungu unasubiria. Twende pale Warumi 5, Warumi 5:5 nikuonyeshe nini kungojea pia ufanya. Warumi 5:5. Na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa sababu pendo la Mungu linashuhudiwa ndani yetu na Roho Mtakatifu, chochote tunachokitumaini kutoka kwa Mungu hakitatufanya tutayarike. Kwa nini? Kwa sababu yanaweza akawa hajatimia, lakini napomwangalia Roho Mtakatifu ambaye ni ushuhuda wa pendo la Mungu kwangu, najua kwamba hakipo alichoniahidi katika upendo ambacho hata kifanya, kama amenipa Roho ambaye ni ushuhuda wa ukuu wa upendo wake. Watu wa Mungu, Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo nirudi pale kwenye sura ya 6 ya Waebrania nikiwa namalizia mstari wa 17 na 20. Anasema anaonyesha namna ambavyo mstari wa 17 na 20, anaonyesha mpaka 20 pale. Anaonyesha namna ambavyo ule uthibitisho kwamba yote tunayotarajia kwa Mungu ni halisi, ni ya kweli na ni ya uhakika, unavyopaswa kuinua imani zetu, kutuimarisha na kutupa rest, pumziko. Haipaswi kutufanya tujione kama tumechelewa sana. Tukianza kujiona hivyo, maana yake tunangojea kisicho sahihi ama tunangojea kwa namna isiyo sahihi. Kwa hiyo itatupa pumziko zaidi katika hali zake, itatupa pumziko. Naomba nisaidie mstari unaofuatia pale 18, nimalizia hapa. Ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu, tulionayo kama nanga. Jambo la pili, kungojea kwetu kutafanya chochote ambacho tunakitumaini kigeuke kuwa nanga. Unajua nanga inachofanya? Inashikilia chombo kile cha majini. Nikisema chombo cha majini wote tunashtuka. Majini tena? Chombo cha kwenye maji. Inashikilia kile chombo cha kwenye maji. Inakishikilia. Sasa unajua nanga, unajua kwamba nanga ina umuhimu mkubwa sana kwa sababu bahari haijatulia. Eti ndio umuhimu wa nanga. Yaani pangekuwa hapana haja ya nanga kama bahari ingekuwa ipo shwari. Kwa matumaini yanageuka kuwa nanga kwa sababu kuna hali tunakutana nazo ambazo zinatuambia Mungu hajasema, Mungu hatafanya, Mungu hivi na vile. Tukiangalia namna ambavyo amekuwa akizitimiliza ahadi zake kwa waliotutangulia, yale matumaini tulionayo yanatuweka mahali pa nafasi kwamba tulia hapa kama mahali pa nafasi. Kila alichokiahidi kinatimia. Ndio kitu ambacho haya maandiko yanazungumza. Tumalizie pale mwishoni. Anaonyesha namna ambavyo matumaini yetu yako directly connected na utumishi wa Yesu Kristo kama kuhani. Unaona? Bwana, turudi pale mstari wa 19 kwanza, pale nyuma kidogo. Anasema anataja matumaini tulionayo kama nanga ya roho, yenye salama, yenye nguvu,
hayo matumaini yana uwezo hata wa kuingia mle ndani ya pazia. Hayo matumaini hayo, alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu, amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki. Manake chochote nacho kitumaini kiko directly connected na kazi ya Yesu Kristo kutupatanisha na Mungu. Chochote kile. Sasa hii tunaweza tusielewe vizuri hapa, ila Paulo ameweka vizuri hapa kwenye sura ya 8 ya Warumi mstari wa 32. Tunatafsiri neno, mtu wa Mungu, tafsiri neno. Biblia inaitwa neno. Tusome kwenye neno pale. Waebrania 8, Warumi 8:32. Paulo anaweka vizuri ili kutuelewesha ni namna gani matumaini yetu yameungamanishwa na utumishi wa Yesu Kristo na kazi aliyoifanya kutupatanisha na Mungu, kiasi ambacho utumishi wake unapaswa kuwa alama ya agano la Mungu la baraka na kanisa. Ikiwa Mungu hakumhurumia mwanawe, bali alimtoa kwa ajili yetu sote, atakosaje basi kutupatia vitu vyote kwa ukarimu pamoja naye? Kwa sign ya agano la baraka kwamba Mungu atafanya yote kwetu kama alivyofanya kwa Abraham ni kazi ya msalaba. Kama alimtoa Kristo msalabani, hakipo cha thamani zaidi ya Kristo ambacho atashindwa kukitoa. Hakipo. Haipo ahadi ya thamani. Unajua Kristo amesubiriwa zaidi ya miaka 2000. Anangojewa yeye tu. Mambo yote na maisha yote kuanzia agano la kale kule, yote ni kivuli cha utumishi wa Yesu Kristo. Na bado pamoja na kwamba hiyo ahadi ilikuwa ndefu kwa jinsi hiyo, Mungu aliitimiliza. Ni ahadi gani ambayo hataitimiliza? Ni ahadi ipi ambayo hataitimiliza? Ipi? Anasema katika Galatia 4:4, hata ulipotimilia utimilifu wa wakati, Kristo akatokea. Petro wa kwanza, nisaidie Petro wa kwanza, mtumishi wa Mungu, kabla ya Galatia hiyo. Twende Petro wa kwanza. Nimalizia hapa. Petro wa kwanza. Hii ni mara ngapi namalizia? Ya kwanza eti. Kuna ngapi zimebaki kwa kanuni zetu za kifamilia? Mimi namalizia hapa. Lakini twende Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, tuanzie pale. Petro wa kwanza 1:18. Twende kwenye ile SUV ile uko unanipatia nao ni nzuri. Mtumishi wa Mungu. Uvumilivu unanishinda. Na kulaumu sasa hivi. Haya. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, ili mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Twende. Bali kwa damu ya thamani, kama ya mwanakondoo asiye na dosari wala waa, yani ya Kristo. Naipendaga hii. Naye amejulikana kweli tangu zamani. Twende kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa siku hizi za mwisho kwa ajili yenu. Kwa hiyo ahadi ya Kristo Mungu aliiona tangu milele wa kale, na alikuwa nayo tarehe maalum ya kuitimiliza. Ni ahadi gani Mungu ataiona tangu milele wa kale na asiwe na tarehe yake maalum ya kuitimiliza? Haipo. Kwa utagundua sasa, kama Mungu katika agano la kale alivyomwambia Abraham, chukua wanyama uwapange, kwenye agano jipya tunapita katika tena sio sisi. Yeye anajifunga kwenye sadaka ya thamani zaidi hata wale wanyama ambao alimwambia Abraham wachinje. Yaani anajifunga kwamba namtoa mwanangu, iwe kipimo kwamba chochote ambacho nitashindwa kuwapa kiwe kimezidi thamani ya mwanangu. Hii imeleka vizuri. Anamweka Kristo pale juu, ili chochote ambacho tuseme Mungu ameshindwa kukifanya kiwe kinazidi thamani na upaji aliyoufanya kwa kumtoa Kristo. Kama kipo, basi tufahamishane ili wote tukate tamaa, turudi tulipotoka. Lakini hakipo, hakijai kuwepo. Kwa kazi ya Kristo msalabani, kazi ya Kristo kama mpatanishi wetu na Mungu, inatuambia kwamba hii ni alama ya Mungu, kwamba ahadi zake zote ni za kweli. Ndio maana hata kwenye ile Warumi tumeisoma sura ya 5 mstari wa 5 mpaka wa 8, anasema Roho Mtakatifu ni ushuhuda wa pendo la Mungu ambalo limemiminwa kwetu. Na ile pendo linatuhakikishia juu ya matumaini yote ambayo tupo nayo kwa Mungu. Ndio maana sasa sehemu fulani katika sura ya kwanza ya Efeso mstari wa 14, Mtume Paulo anamuita Roho Mtakatifu kama arabuni. Sawa? Maana neno arabuni maana yake ni dhamana.
Kwa ninakuja kwako na kuuliza hii gari unauza shilingi ngapi? Unaniambia milioni 20. Nakwambia sasa mtumishi wa Mungu, hebu kula kwanza hii milioni 10, mimi narudi. Kwa hii gari ni yangu, wewe kula kwanza hii milioni 10 hapa, mimi narudi. Ndicho kitu Mungu alichokifanya ili kututhibitishia kwamba sisi ni mali yake na mambo yote aliyotuahidi ni ya kwetu hata kabla hajadhihirika kimwili. Ametoa malipo ya awali. Kaeni na huyu roho huyu. Kaeni naye kwanza, mimi narudi. Yaani hiyo tuipigie makofi kweli kweli. Hiyo tuipigie makofi. Sababu sio mimi niliyefanya, ni Mungu eti. Ndio kitu Mungu amefanya. Anatupa roho kwamba yote niliyowaahidi ni ya kweli. Ahadi zote na baraka zote za rohoni nilizoziweka ndani yenu ni za kweli. Uthibitisho wa hizo ni Roho Mtakatifu huyo hapo. Kwa hiyo inapaswa kuniambia kila mara ninaponena kwa lugha, inapaswa kuinua imani yangu kwa mambo unayoyatarajia. Sio tena sasa wewe hapa kanisani unanena mtaani unasema mwanangu tunapambana life alieleweki mwanangu. Sasa ulikuwa unanena nini mtumishi? Ule ni ushahidi. Ni ushahidi ule kwamba oya tuko vizuri, bado unayo yote unayotarajia. Mungu na atusaidie sana katika jina la Yesu Kristo. Kwa watu wa Mungu, nimetamani leo kwa neema ya Mungu nikulete hapa mahali kujua kwamba tupo kwenye agano bora kuliko lile ambalo Mungu alifanya na Abraham. Alipokuwa anazithibitisha baraka zake kwa Abraham, alitumia wanyama ambao tumeona katika Petro pale, damu yao inaharibika, haina matokeo. Katika Waebrania 10 nazungumza vizuri kwamba hata ile damu haikuweza kusamehe dhambi completely. Ilikuwa inafunika mwaka kwa mwaka. Sasa agano la Yesu Kristo na kanisa ambalo ni agano jipya ni agano bora kuliko lile la kwanza. Na kwamba yote ambayo Mungu anayafanya kwenye hili agano ni bora kuliko yale ya kwanza. As the matter of fact, katika namna ambayo mtumishi wa Mungu mwandishi wa Waebrania anavyowaandikia na kuwatia moyo wa Waebrania wasirudi nyuma, anafanya hivyo kwa njia ya kulinganisha mambo bora yaliyo kwenye agano la kale wanaotaka kulirudia na mambo bora wanaoyaacha kwenye agano jipya. Kwa anaanza kumtaja Yesu Kristo, anasema ni mkuu kuliko malaika, ni mkuu kuliko manabii wa zamani, ni mkuu kuliko sheria za Musa, ni mkuu kuliko kila kitu. Anaanza kumtaja hivyo, anasema zamani Mungu alisema na baba zenu kwa njia ya manabii, lakini sasa anasema na nyie kwa njia ya Yesu Kristo. Anasema ni malaika gani ambaye aliwahi kumuita ni mwanangu leo nimekuzaa? Anasema hamna, ni title ambayo anaitumia kwa Yesu Kristo peke yake, kudhihirisha kwamba katika Kristo tunayo yote bora tunayoyatarajia. Kwa sasa kiapo cha Mungu cha kunibariki hata mimi natembea katika agano la baraka ni kazi ya msalaba na Yesu Kristo mwenyewe. Hicho ndio kiapo cha Mungu. Yaani amejiapiza kwa damu ya thamani ya mwanae kwamba hakika kubariki nitakubariki, hakika kuongeza nitakuongeza. Yesu mama alipo mtu wa Mungu. Embe. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Nina uzima, nina uzima, furaha daima, njoni kafurahi papo. Oh, msalaba, msalaba ndio asili ya nitatua mzigo hapo. Nina uzima, nina uzima, furaha daima, njoni kafurahi papo. Sioni haya kwa Bwana, kwake nitang'ara, kwake nitang'ara. Mti wake sitakana, neno imara. Mti wake sitakana, neno imara. Kama kiti chake ndivyo zilivyo zake ahadi. Kama kiti chake
sheketaria mama kaya mama. Atakiri langu jina mbele za babaye. Atakiri langu jina mbele za babaye. Kwamba mimi ni wake, anipe mahali tena mbinguni nikae. Anipe nitatua mzigo hapo. Ninao uzima ndani yangu, na kila ahadi ya Bwana ninayo ndani yangu, na ile furaha ya Bwana ndio nguvu zangu. Jone msalaba ndio asili ya mema. Asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima. Jone kafurahinipa, msalaba ndio asili ya mema. Nitatua mizigo yangu hapo. Mzigo nina uzima, furaha daima. Joni kafurahini. Mara nyingine ya mwisho. Msalaba ndio, msalaba ndio asili. Kaja katama sheke bakaya mama. Ima sheke taribo katama yana. Baba katarabo riaba sheke tamayana. Ribaba keteramo sheke tabayana. Nina uzima, nina uzima, na sasa na furahia hapo. Nina uzima, furaha daima, na sasa na furahia hapo. Kila mmoja akili uzima. Nina uzima, nina uzima, furaha daima, furaha daima, na sasa na furahia. Oh, nina uzima. Huu ni ukiri wetu sasa. Na sasa na furahia.
za mazingira. Nina uzima. Unapokiri maneno haya, Roho wa Bwana anashughulika na hali ya udhaifu katika maisha yako. Kila aina ya udhaifu wa kiafya, Roho wa Bwana anaingilia kati aliyo na kukupa uzima wa msalaba. Katika jina la Yesu Kristo, nina uzima. Ahadi yoyote unayoitarajia kama kazi ya msalaba na utumishi wa Yesu Kristo vilivyo halisi sana, ndivyo ahadi hiyo ikawe halisi sana kwa ajili yako. Fungua kinywa chako sasa, anza kukiri uzima, anza kukiri utimilifu wa kila ahadi ambayo Bwana amekupa kwa sababu ya kazi ya msalaba. Tuna uhakika kwamba yote tunayoyaamini, yote tunayotarajia ameambatanisha pamoja na kazi ya Yesu Kristo. Kwa napomtazama Kristo na utimilifu wa kazi ya msalaba, natazama utimilifu wa ahadi yangu, natazama utimilifu wa uzima wangu, natazama utimilifu wa upaji wake. Kama amenipatia Kristo zawadi kamili, zawadi timilifu, zawadi ya thamani, ni jambo gani ambalo hataweza kunipa? Ni jambo gani ambalo hataweza kukupa? Kiri uzima, kiri ahadi, kiri utimilifu, kiri kumwamini Bwana katika kila mazingira, maana amejiapiza kwa kazi ya msalaba kwamba kwa hakika nitakubariki, kwa hakika nitakuongeza, kwa hakika nitakifanya kikombe chako kifurike. Amejiapiza kwa kazi ya msalaba, amejiapiza. Yeye si mwanadamu hata adanganye, yeye si mwanadamu hata aseme uongo. Bwana, tumekuamini. Baba, tumekuamini. Jemedari wa vita, tumekuamini. Hata lile ambalo akili yangu ilikataa, nimekuamini. Kama ambavyo kazi ya msalaba ni halisi, haliko jambo ambalo sio halisi. Uzima ni halisi, upaji ni halisi, ugavi wa kiungu juu yangu ni halisi. Kila jambo ulioniahidi ni halisi na la kweli, nami nalipokea. Kama ambavyo wokovu wangu ni halisi, kama ambavyo uzima wa milele ndani yangu ni halisi, kama ambavyo baraka za rohoni ndani yangu ni halisi, vivyo hivyo yote ninayokuamini nayo ni ya kweli na ni halisi. Ninayapokea sasa, ni ya kwangu sasa. Nitatembea katika kuyadhihirisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila sauti ambayo inaongea tofauti na mapenzi ya Mungu juu yako, kila sauti ambayo inaongea na kuhubiri tofauti na utimilifu wa wema wa Mungu juu yako, kila sauti ambayo inahubiri tofauti na kile Mungu amekifanya kwa ajili yako kupitia kazi ya msalaba, ikaondoshwe katika jina la Yesu. Haitasikika tena ndani yako, haitaonekana tena ndani yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ni halisi sasa Bwana, tunayo yote. Ni halisi sasa Bwana, tunatembea katika madhihirisho ya hayo. Ni halisi sasa Bwana, tunayaishi hayo. Ni halisi sasa Bwana, hata utambulisho wetu unafanana na hayo tunayotarajia. Ni halisi sasa Bwana kwamba hauko upepo ambao utatutoa mahali pa nafasi. Katika jina la Yesu umetufanyia nafasi, na tutakaa mahali pa nafasi. Halipo lolote litatutoa, halipo lolote litatutoa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila mwenye imani endelea kumwambia Bwana, endelea kumwambia Bwana, ninaamua kukuamini kwa upya tena leo. Ninaamua kutembea katika agano la baraka kwa upya tena leo. Ninaamua kutembea kwa upya tena leo. Paulo anaandika katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 3, tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo Yesu. Ndani yake tuna kila tunachokihitaji, ndani yake tuna msamaha wa dhambi, ndani yake tuna upaji, ndani yake tuna ushindi. Kila tunachokihitaji kipo ndani yake. Bwana, tunakuamini kwa upya tena. Bwana, tunakufahamu na kukukubali tena. Ariama seketa mama riba kata sheketa rimokayana riba kuria baseketa mariana ma rima mama sheketa rimokata maya riba kata rabo shakata ma. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Tunasema asante kwa kazi ya msalaba, Bwana. Tunasema asante kwa kazi ya msalaba, Bwana. Bali na kutuokoa
Umeweka iwe reference ya huruma zako juu yangu. Umeweka iwe kielelezo cha huruma zako juu yangu, kwamba kama umemtoa Kristo kwa ajili yangu, sina haja ya kuangamia, sina haja ya kupotea, sina haja ya kuogopa. Ndani yake ninao ujasiri. Matumaini yangu ndani yake yamekitwa kama kwenye nanga. Ndani yake ninalo kila ninalolihitaji. Asante kwa kazi ya msalaba, Bwana. Asante kwa kazi ya msalaba, Bwana. Asante kwa agano la baraka, Bwana. Asante kwa agano la ugavi, Bwana. Asante kwa neema ya upaji, katika jina la Yesu. Nina uzima, nina uzima, furaha daima, na sasa na furahia hapo. Nina uzima, nina uzima, furaha na sasa na furahia. Mara nyingine tena. Nina uzima, furaha daima, na sasa na furahia hapo. Nina uzima, twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wetu, ewe Mungu wetu, Bwana, twasema asante, twasema twasema ewe Mungu wetu, wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Ameenda mbele yetu sana, anaporudi kusema na sisi leo, kwa sababu anaijua mwisho wetu. Ewe Mungu wetu, ninakuamini, ninakuamini, ewe Mungu wangu, oh, ninakuamini, ninakuamini, Bwana, ninakuamini, ewe Mungu wangu, Mfalme anasema asante kwa neema ya kukusikia mchana wa leo. Hata ungeamua kukaa kimya usiongee lolote, tusingekudai. Kukusikia na kukuelewa ni neema.
Nasi Bwana mahali hapa tunasema asante kwa neema ya kukusikia. Haya ambayo umetukitisha siku ya leo yakageuze maisha yetu kiujumla, huku ushuhuda mkuu kabisa wa ujasiri wa mambo yote tulionayo na yote tunayotarajia, ikiwa ni kazi ya msalaba ya Yesu Kristo. Tunapokea pamoja na upaji ulioufanya kwa kumtoa Kristo, baraka zote ambazo umekusudia tuzipokee. Kama kanisa tunatembea katika madhihirisho ya baraka hizo, na kila ambacho tumeamua kuamini nacho tunafahamu kwamba utakitimiliza, unakifanya, na ushahidi mkuu ni kile ambacho umekifanya kwa kumtoa Kristo kwa ajili yangu. Kwa Bwana, ninapokea yote ambayo umeyafanya kwa ajili yangu. Yote ninayapokea katika jina la Yesu. Yote ninayapokea katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kunipa neema ya kusimama madhabahuni hapa mbele za watakatifu wako, watu wazuri waliobarikiwa kama nini. Mimi niliye mdogo kabisa kati ya wengi watakatifu, mdogo wa wadogo wote, umenipa neema ya kuongea na kusanyiko hili. Bwana, isiwe bure. Kila ambaye ulimlenga kwa habari ya haya ambayo nimezungumza, yote ambayo uliyakusudia kwa ajili yake yakafanikiwe, kama ambavyo maandiko yanazungumza, kama mvua ishukavyo kutoka juu ikishuka chini, itamwagizia kila mbegu kwa ajili ya watu kupata mahitaji yao. Nami Kristo naomba neno hili likalete matokeo kwa kila aliyelisikia katika jina lenye uweza la Yesu Kristo, na kila mmoja amshangilie Bwana na kusema amen. Watu wa Mungu, kabla sijashuka kabisa hapa, nifanye uwajibu ambao kwa kweli ni jambo kubwa zaidi ambalo ndilo Mungu aliloniletea hapa Dodoma. Mambo yote haya ambayo tumeyaongea huwa hayafanyi kazi vizuri wala hayafanyi kazi kabisa kama hakuna mahusiano kati ya mwenye hizi baraka na mbarikiwa. Na kwa bahati mbaya tunaishi kwenye ulimwengu ambao watu wanazitaka baraka za mwenye baraka na hawamtaki mwenye baraka. Hiyo ni hatari sana. Kwa kama yupo mtu ambaye katikati yetu hapa hajampokea Yesu Kristo kabisa, na angetamani atengeneze daraja kwa upya tena la mahusiano yake na Yesu Kristo, ili yote ambayo tumeyaongea yawe halisi, hata atembee chini ya uthibitisho wa kazi ya msalaba kwa mambo yote ambayo anatarajia kutoka kwa Mungu, basi nimpe nafasi mtu huyo. Kama kuna yote katikati yetu ambaye hajaokoka na anatamani kuokoka, nyosha mkono mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo. Tupige makofi mpaka watakapotokea. Kama upo katikati yetu na hujaokoka na ungetamani kumpokea Yesu Kristo mchana wa leo, kama upo katikati yetu na hujaokoka na ungetamani kumpokea Yesu Kristo mchana wa leo, tuongeze makofi. Pengine anasubiria makofi yawe mengi zaidi. Ni furaha kwetu na mbinguni pia. Ni furaha kwetu na mbinguni pia. Leo wote tunaondoka leo. Yaani kumbe okay. Leo wote tuko fresh. Ikipigwa leo parararara wote hatupo. Ni kama wote tumeokoka. Mungu awabariki sana na wapenda, na asanteni sana kwa kunipokea na kusikiliza kile ambacho Bwana amekiweka ndani yako. Mama, asante sana, na naomba ufikishe salamu zangu za dhati kwa baba na kwa kweli viongozi wote. Mungu awabariki na asanteni sana kwa hii nafasi ya kulihudumia kusanyiko la Bwana. Amen.